Mungu alimwambia Ibrahim, toka wewe katika jamaa zako na nyumba ya baba yako. Hii ina maana kubwa sana ya kusisitiza juu ya kutoka kwenye msimu ya kifamilia mpaka kusudi. Kutoka kwenye misimu ya kifamilia mpaka kusudi, kama inavyoonekana hapa katika bango letu hapa asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu alipomwambia Ibrahim aondoke alikuwa na maana kubwa sana. Na anaposema toka wewe katika jamaa zako, nimesoma hiyo Bible verse na Bible story, umeweza kuona hicho ni kisa kilichokuwa kwenye nyumba moja tu ya Mfalme Daudi. Katika nyumba zetu kuna mauzauza mengi, na sijui ya kwako ikoje, lakini Mungu alimwambia Ibrahim, toka wewe katika jamaa zako na nyumba ya baba yako. Hii ina maana kubwa sana ya kusisitiza kutoka kwenye misimu ya kifamilia, kuvunja mifumo ya zamani, lakini kuacha mazingira ya mazoea na kuingia kwenye kusudi la Mungu. Na hivi ndivyo kutoka kwenye msimu wa kifamilia na kwenda kwenye kusudi. Ni muhimu sana wakati mwingi, kila mara kutoka kwenye propaganda nyeusi za familia. Ni muhimu sana kutoka kwenye propaganda nyeusi za familia, yani family black propaganda, zinazoleta chuki, kisasi, uchungu na mauti. Nitarudia tena. Ni muhimu sana kutoka kwenye propaganda nyeusi za familia, yani family black propaganda, zinazoleta chuki, kisasi, uchungu na mauti. Na kama unavyoweza kuangalia pia katika maisha yetu na ukaona namna ambavyo chuki ya Adonia ilivyoinuka, na kama kuna propaganda nyeusi katika maisha ya familia ya kwako, na kama hautatoka kwenye hizo hadithi, kwenye hizo propaganda nyeusi, kwenye hayo mambo ambayo yanapandikiza chuki, ukatoka, moyo wako unabaki ukiwa umelemewa na chuki, kisasi, uchungu, na wakati mwingine inaweza ikaleta mauti. Na wakati huu wa Kwaresma ni wakati ambao tunapaswa kutoka kwenye mapandikizi ya chuki na hadithi, propaganda nyeusi, hadithi zinazotengenezwa na zilizohadithiwa kwenye familia, na zimejeruhi moyo wako na umejiwekea maisha ambayo yanaweza yakawa na tabu.